Mambo vipi? Kuna watu katika hii dunia huwa wanajiingiza katika viapo vyenye uovu mwingi ndani yake. Leo tunawaangalia wanandoa wawili, Kelly pamoja na mmewe Jason. Hawa watu siku ya sherehe yao ya harusi waliamua kula kiapo cha damu pamoja na mauaji. Na kiapo hiki kilipelekea vifo vya watu wengine wengi sana. Kwa kifupi ni kwamba Kelly tangu utotoni mwake alijulikana kama mtoto mtukutu, mtoto wa kike ambaye alikuwa haambiliki, hasikii. Kwa kifupi tunaweza tukasema ni mtoto ambaye alikuwa kashindikana. Yaani wazazi wake walikuwa wameamua kumwachia Mungu na kuachia ulimwengu utamfunza. Kelly katika miaka 16 tu alikuwa ameanza matumizi ya pombe kali. Katika miaka 17 alianza matumizi ya madawa ya kulevya, na alipofikisha miaka 19 alikuwa an addict au mlaibu wa madawa ya kulevya. Licha yote haya, Kelly alikuwa akijitahidi katika masomo, yani alikuwa na akili darasani na alifanikiwa kupata degree katika masuala ya saikolojia na sayansi ya upelelezi wa jinai. Kelly akiwa chuoni alikutana na mwamba mmoja jina lake Jason. Jason alitokea kumwelewa Kelly na kumtongoza, na Kelly alimuelewa Jason, wakaingia katika mahusiano. Jason hakuwa mkubwa sana kwa Kelly. Jason alikuwa kamzidi Kelly miaka 4 tu. Lakini mahusiano yao hayakuwa mazuri sana, yalikuwa very toxic. Yani yalikuwa hatari sana. Walikuwa wakigombana sana, wakifokeana sana, wapo hadharani wanaanzisha ugomvi, yani hawajali, wapo mbele ya watu ambao wanatakiwa kuwaheshimu, wanaanza kutukanana, kutupiana maneno, kufokeana namna hiyo. Watu wao wa karibu waliingilia kati, wakawashauri ni heri waachane, wote watafute wenza ambao wanaweza kujishusha ili waishi nao vizuri. Lakini Kelly na Jason wao waliamua kwamba hapana, tumependana, lazima tuendelee kuwa pamoja. Na muda haukupita mrefu sana, Kelly na Jason walitangaza kwamba wanafunga ndoa. Familia zao zilishangaa sana kwa sababu walikuwa wamefahamiana kwa kipindi cha muda mfupi sana, lakini pia walikuwa wana matatizo mengi sana katika mahusiano yao. Yani familia zao zilitegemea kwamba wangeachana kwa sababu mahusiano yao yalikuwa yana vita sana, kugombana sana, kufokeana, kutukanana hadharani, hawajali namna hiyo. Lakini Kelly na Jason waliamua wanafunga ndoa, kwa hiyo familia zikawabariki na kweli wakafunga ndoa. Sasa siku ya sherehe ya harusi yao waliingia katika kiapo cha damu pamoja na mauaji. Wakasema hivi, na kiapo walichokula ni hiki, kwamba licha ya kile kiapo cha kawaida kwamba tutakufa pamoja, sijui tutazikana, sijui mimi na wewe till infinity mpaka mwisho, sijui ni ya nini, wao walikuwa na kiapo chao cha siri kwamba ukimcheat mwenzio, yani yoyote ambaye atachiti kati yao au atakaye msaliti mwenza wake kati yao, itabidi amuue yule mtu ambaye alicheat naye. Kwa kifupi ni kwamba mfano Kelly akiamua kulala au akimcheat Jason akalala na mwanaume mwingine nje ya ndoa yao, itabidi Kelly amuue yule mwanaume aliyelala naye ili kuilinda ndoa yake na Jason. Na Jason vivyo hivyo akimcheat Kelly akalala na mwanamke mwingine nje ya ndoa yao, itabidi Jason amuue yule mwanamke ambaye alilala naye nje ya ndoa ili kuilinda ndoa yake na Kelly. Lakini wakaweka sharti moja kwamba sasa wewe utakaye kuwa umecheat au utakaye kuwa umemsaliti mwenzio ukaenda kulala nje, itabidi mzigo au msalaba wa kumuua yule uliyecheat naye ubebe wewe peke yako. Yani unaweza tu kaja, mfano kama Kelly ndo ambaye amemsaliti Jason, akafika akamwambia baby, samahani nilikucheat na fulani fulani, lakini mzigo wa kumuua yule mtu inabidi au bebe Kelly peke yake. Na Jason vivyo hivyo akimcheat Kelly anaweza akaja akamwambia nilikucheat, samahani, kwa hiyo inabidi nimuue yule mtu ili ndoa yetu iendelee kuwa vizuri, lakini mzigo wa kumuua yule mtu hatakiwi kubeba Jason na Kelly wote wawili, hapana, bali inabidi au bebe Jason peke yake. Hicho ndio kilikuwa kiapo chao, kwamba ukicheat inabidi umuue yule mtu ambaye ulicheat naye ili ndoa iweze kuendelea vizuri bila distractions, yani bila usumbufu wala chochote kile. Muda ulienda na kila kitu kilionekana kipo sawa mpaka pale ambapo Jason alipopata ajali ambayo ilimsababishia jeraha kubwa sana katika mgongo wake. Kelly na Jason walihangaika huku na kule kutafuta matibabu kwa ajili ya Jason bila mafanikio. Yani walikuwa wanataka kupata matibabu ya haraka, Jason arudi katika hali yake ya zamani, lakini ni jambo ambalo lilikuwa haliwezekani kwa uharaka. Kila hospitali walioenda waliambiwa tu kwamba Jason ameumia katika eneo nyeti ya mgongo, yani eneo aliloumia ni eneo nyeti sana. Kwa hiyo inabidi tu arudi nyumbani, atumie dawa taratibu huku akipona taratibu. Lakini kupona kwa haraka na kurudi katika maisha ya kawaida ya zamani ni jambo ambalo lilikuwa kiafya haliwezekaniki. Walirudi nyumbani Jason, kwa hiyo ilibidi aache kazi na alikuwa inabidi tu ashinde nyumbani, kwa sababu kazi yote ambayo ilikuwa inahitaji yeye kutembea au kumove au kuinvolve au kuwa na
matumizi ya nguvu za kimwili Jason alikuwa hawezi. Kwa hiyo ilikuwa inabidi tu ashinde amelala, na alikuwa akishinda analala tu, Kelly anaenda kazini anarudi. Mwanzoni Kelly alikuwa akimhudumia vizuri sana Jason, vizuri mno. Lakini siku zilivyozidi kwenda, Kelly alichoka na kuanza kumuona Jason kama mzigo mzito sana kwenye maisha yake. Na Kelly ilifika muda akakosa uvumilivu, akaanza kumtolea maneno magumu sana Jason. Akaanza kumwambia, unajua wewe mwanaume unanikela, unaniboa, najuta hata kwa nini nilionana na wewe, najuta hata kwa nini niliolewa kwako. Yani kwa kifupi ni kwamba Kelly fell out of love. Yani ilifika tu muda akaacha kabisa kumpenda Jason. Kabisa. Ila alikuwa anakatwa na Jason kwa sababu alikuwa anaogopa jamii itamuonaje. Kwamba sasa akimwacha Jason akiwa anaumwa, jamii yote itamuona mtu wa ajabu. Kwamba huyu mwanamke alimwacha mume wake akiwa mgonjwa. Yani kwa hiyo atapata skendo mbaya sana. Kwa hiyo hilo jambo tu alikuwa akiwaza, inabidi tu aendelee kukaa na Jason. Sasa ilifika muda Kelly akaanza kuchelewa kurudi nyumbani. Akawa akitoka asubuhi anarudi usiku wa manane. Jason akimuuliza mbona unachelewa kurudi nyumbani, Kelly anamwambia hivyo unasahau kwamba mimi ndo mtafutaji humu ndani? Unasahau kwamba mimi ndio mhangaikaji na mchakalikaji humu ndani? Inabidi nitafute pesa kwa ajili ya sisi kuishi, inabidi nilipie bili zetu za hapa nyumbani, inabidi nilipie chakula chetu, inabidi nilipie matibabu yako, inabidi nilipie dawa zako. Kwa hiyo acha kuniuliza kwa nini nachelewa kurudi nyumbani. Kwa kifupi ni kwamba nikitoka kazini kwangu katika kazi yangu ile ya kila siku, naunganisha kwenye vibarua vya hapa na pale ili tu nipate pesa kwa ajili ya sisi kuendelea kuishi vizuri. Na Jason akisikia jibu kama lile, inabidi atulie, kwa sababu kiangalia muda huo hachangi chochote zaidi, anaishi tu na Kelly ndo mtafutaji, analeta pale ili kumhudumia Jason. Sasa siku zilizidi kwenda na Kelly alizidi kutoka nje. Yani aliongeza tabia yake ya kutoka nje, ya kwenda club, kwenda kwenye mapati, kana kwamba hadi ilikuwa ikifika weekend hakai tena na Jason nyumbani, bali anamwambia Jason anaenda kutafuta vibarua, sijui kufanya kazi za hapa na pale nini, kumbe anaenda kwenye maklabu. Na Jason alikuwa akijua kabisa, lakini alikuwa hana namna ya kufanya. Sasa siku moja Kelly akiwa ametoka, alikutana na mwamba mmoja jina lake Chris Legan. Huyo Chris alikuwa akifanya katika ofisi moja kazi pamoja na Kelly. Yani Kelly na yeye walikuwa wakifanya kazi katika ofisi moja, na Chris alikuwa ni baba wa watoto wawili na mtalakiwa. Yani alikuwa kashaachana na mke wake, wamepeana talaka nini. Sasa Chris na Kelly walijikuta wamekuwa karibu na kuanza mahusiano ambayo alianza kiutani, ghafla yakawa serious, kana kwamba hadi Jason akatambua kabisa kwamba Kelly sasa hivi anaonana na mwanaume mwingine. Jason alijaribu kumzuia Kelly na kumwambia Kelly, bana usitoke nje ya ndoa yetu. Mimi najua sasa hivi naumwa, lakini ninaona matumaini kabisa ya kupona. Lakini Kelly tayari alikuwa ameshaacha kumpenda Jason kabisa. Akamwambia, unajua nini? Utakapopona mimi nakuruhusu kaoe mwanamke mwingine, lakini mimi na wewe lazima tuachane utakapopona, na ninakaa na wewe ili tu jamii sinione mtu wa ajabu, mtu ambaye alimkimbia mume wake akiwa mgonjwa. Kwa hiyo nasubiria upone, mimi nitashika 50 zangu na wewe mwanaume utashika 50 zako. Hayo maneno yalimuumiza sana Jason, lakini kwa sababu alikuwa anampenda sana Kelly, aliamua tu kutulia, na ukizingatia alikuwa anaumwa, aliamua tu kutulia namna hiyo. Sasa huku Chris na Kelly mambo yakawa bulbul. Yani Kelly alijikuta amempenda sana Chris, mpaka akaanza kusema hivi, kwa nini sikukutana na huyu mwanaume kabla sijakutana na Jason? Yani akawa anajutia, alijikuta kampenda sana Chris, yani kana kwamba hadi akaanza kuwaza future yao. Yani anawaza kesho yao, kwamba Jason atakapopona tu yeye atabeba virago vyake, ataenda kuishi kwa Chris. Chris kama ataamua kumuoa sawa, kama ataamua tu kumweka Sogoya tukae, hamna shida. Ila alikuwa anaona kwamba milele yake, yani forever yake ipo pamoja na Chris. Lakini Chris alikuwa hajampenda Kelly kama Kelly alivyokuwa kampenda Chris. Na kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu kuna kipindi Chris alipata ofa ya kazi mpya nje ya mji waliokuwa wakiishi. Na Chris alipopewa ile ofa aliamua kuichukua ile kazi. Yani kwa kifupi ni kwamba alikuwa anahama kwenye ule mji waliokuwa wanaishi kwenda kwenye mji mwingine. Yani kwenda kwenye jimbo jingine tofauti na lile waliokuwa wakiishi. Na kabla ya kwenda kwenye lile jimbo au kwenda kwenye huo mji mpya, aliamua kumuita Kelly na kumwambia, Kelly, ile ofa ya kazi ambayo nilikuwa nimepatiwa, nimeamua ninaenda kuifanya hiyo kazi. Sasa kabla sijaondoka, natamani mimi na wewe, au nataka mimi na wewe tuachane. Sitaki kuondoka huku alafu niache mwanamke nyuma. Yani niondoke kwamba ninajua huku nyuma nina girlfriend. Hapana. Ninachotaka nikifika kule nianze maisha yangu mapya. Hilo jambo lilimkwaza sana na kumuumiza sana Kelly. Yani ndo akaja kutambua kwamba Chris kumbe alikuwa anachezea tu hisia zake. Yani yeye kwa akili yake ni kwamba
alikuwa anajua yeye na Chris wanapendana kama vile yeye anavyompenda Chris. Yani alikuwa anajua kwamba Chris yupo tayari kufanya jambo lolote kwa ajili yake kama vile ambavyo yeye yupo tayari kufanya jambo lolote kwa Chris. Kwa hiyo kuambiwa vile kulimuumiza sana. Akarudi kwa mume wake, na muda huo Jason alikuwa ameanza kupona pona, yani alikuwa ameshaanza kupata afadhali. Akarudi kwa Jason akamuomba msamaha, akamwambia nisamee kwa maneno yote ambayo nilikutamkia mabaya. Nimetambua kwamba wewe pekee ndio unanipenda kwa dhati na mimi ninakupenda wewe kwa dhati. Kwa hiyo ninaomba mume wangu tusameane, turudi upya, yani tuanze upya ndoa yetu. Jason kwa sababu alikuwa anampenda sana Kelly akamwambia hamna shida mke wangu, mimi nakupokea kwa mikono miwili. Tangi hapo huku nikimbia, licha ya yote ulikuwa bado upo hapa, ulikuwa ukinihudumia, unanipikia, unafanya nini, unalipia matibabu yangu, kwa hiyo mimi bado ninakupenda. Lakini Kelly amemwambia kitu kimoja Jason, akamwambia unakumbuka kiapo cha damu tulichokula siku ya harusi yetu? Jason akamwambia ndio nakumbuka kwamba mmoja akicheat itabidi amuue yule aliyecheat naye ili ndoa yetu huku isiteteleke. Kelly akamwambia ndio. Sasa mimi nilikucheat. Yani Kelly akamwambia Jason kwamba mimi nilikucheat na jamaa mmoja anaitwa Chris. Sasa ili ndoa yetu isiteteleke na kusiwe na usumbufu wa aina yoyote, inabidi Chris afe. Kwa sababu nilitembea naye, nilikusaliti naye ili ndoa yetu iweze kuwa perfect, yani isiwe na distractions zozote au usiwe na usumbufu wote, wala kusiwe na mwanaume ambaye atakuangalia wewe na kusema unajua nini nilikugongea mkeo. Hiyo kitu hatuitaki. Kwa hiyo inabidi Chris afe. Jason akamwambia lakini kama unakumbuka vizuri tulipokula hicho kiapo tulisema hivi, mtu ambaye atakuwa amecheat atabeba msalaba wa kumuua yule aliyecheat naye yeye peke yake bila kumshirikisha mwenzie. Kwa hiyo Kelly, wewe ni mwanamke wangu nakupenda sana, lakini kwa sababu wewe ndio ulicheat na Chris, hicho kiapo tulichokula nenda kakikamilishe wewe peke yako bila kunishirikisha mimi. Mimi siwezi kumuua yule mwanaume kwa sababu sio mimi niliyecheat naye. Lakini Kelly akaanza kumconvince pale Jason, anamshawishi, ambia babe, unajua Chris ni libabari kubwa sana, siwezi kukamilisha hilo zoezi peke yangu, inabidi unisaidie, inabidi uingilie kati. Akamtongoza pale Jason, alikataa lakini mwisho wa siku alilainika akakubali. Jamani, hii ni sehemu ya kwanza, usikose sehemu ya pili. Sehemu ya pili itakuwaje? Je, kweli Kelly anataka kumuua mpenzi wa moyo wake Chris, au ameungana na Chris wanataka kumfanyia danganya toto na kumuua Jason? Je, Jason kakubali kwa moyo mweupe kwamba atashirikiana na Kelly kumuua Chris, au yeye anaenda kuungana na Chris na watamzunguka Kelly? Jamani, usikose sehemu ya pili. Usisahau kulike, comment na kusubscribe kwa ajili ya uhondo huu.